Matendo, Paulo alikuwa anachukuliwa wanapelekwa Kaisaria Rumi. Sawa jamani Paulo Mungu akamwonyesha, akamfunulia tu siri, njiani hamtafika, mtapata shida. Huko maeneo ya Crete na wapi mtapata shida. Akawaambia watu, akampuuza, wewe kwanza mfungwa tu, nyamaza. Akasema haya. Maandiko anasema walivyofika tu huko kimbunga kikawatandika. Watu akatupa shehena, meli bado inapigwa. Watu baadaye Paulo akaenda kumtafuta Mungu tu. Alafu Mungu akamtia moyo, akasema waelekeze sasa pale kuna kisiwa, wakapaki nanga, wakatie nanga. Basi, kumbuka Paulo hajasomea meli wala hajui mambo ya meli. Lakini yeye ndo anaongoza. Sasa roho Mungu anasema twendeni pale tukatie nanga. Walivyotia nanga ndio mstari wa 20 ngapi sasa na tukiwa naambia, ndugu zangu, niliwaambia tangu mwanzo mngenipasa kunisikiliza mimi, maana malaika alisema na mimi. Are we together kanisa? Are we together watakatifu wa Bwana? Nini ninachokitafuta? Ukimtafuta Mungu kuna siri Mungu atakufunulia. Baba akufunulie siri katika jina la Yesu Kristo. Haleluya watakatifu wa Bwana. Jamani, haleluya wapenzi. Siri ni siri tu. Hata kwenye biashara yako inahitajika siri fulani uijue tu basi. Hata kwenye maendeleo yako kuna siri fulani unahitajika uijue tu basi ili utoke. Are we together kanisa? Jamani, are we together watakatifu wa Bwana? Yaani siri ni siri tu. Na mara zote siri inakuwa ni kama kodi, ukiifungua ndo kuna jambo linafunguka. Are we together watakatifu wa Mungu Jamani, haleluya kanisa. Baba akakufunulie siri katika jina la Yesu. Hata kama kuna watu walikuwa na syndicate, walikuwa na hila mbaya, Mungu atakufunulia siri, utawajua tu. Utajua tu. Jamani, are we together? Siku moja kuna mtu mmoja tulimfanyia maombi, sijui ilikuwa ni Alhamisi hapo, nilikuwa naye. Alikuja tu. Yule bwana sasa hivi sijui uko wapi, sijui alihama hapa, alikuwa anafanya biashara hapo Mshiba. Alikuwa na biashara yake, sijui ni duka, sijui hapa Mshiba. Sasa katika kumfanyia maombi nikaona chaki ya mwalimu, chaki ya kawaida hii. Sawa Nikaona kama kimkono tu kinaandika chaki, kaandika kifuani kwake miezi 4. Tuko pamoja jamani Tunamwombea. Nikaona imeandikwa miezi kwa Kiswahili kabisa, miezi alafu ikachorwa 4. Nikashtuka, hii maana yake nini? Nikaacha kuomba. Sasa baadaye na tafakari na hapo kashanieleza jinsi alivyopigika vibaya kwenye biashara yake na kila kitu kimekwama, nataka kuondoka. Jamani, tumeelewana watakatifu? Sasa navowaza miezi 4 ni nini, nikataka nikurupuke kutafsiri kiharaka haraka zangu kwamba naona miezi 4, ndani ya miezi 4 Mungu atakutendea. Nataka kuweza, roho Mungu akanizuia kinywa. Jamani, tuko pamoja Maana si nimeona. Sasa nataka niende kibinadamu. Jambo la Mungu akikuonyesha, tulia na Mungu akupe maelekezo, usikurupuke. Sasa mimi nilivotaka tu kukurupuka, naona miezi 4 Mungu ili ameshatenda ndani ya miezi 4. Kumbe sio. Watakatifu, mnanielewa wapenzi? Baadaye nikatulia. Roho Mungu nikasikia ananiambia ndani, muulize yeye maana yake nini miezi 4. Nikamuuliza ule ndugu, naona kifua chako kimeandikwa na chaki ya mwalimu, chaki ile nyeupe, kimeandikwa miezi 4. Na mimi sielewi maana yake. Miezi 4 ni nini maana yake? Are we together watakatifu? Anawaambia niko madhabahuni. Jamani, are we together? Kamuuliza, sielewi maana yake. Miezi 4 ni nini? Ikaambia, kumbuka kuna kitu gani miezi 4? Maana naona miezi 4. Sasa natafakari mambo mengi yananijia tu. Au ile jamaa ilitenda dhambi miezi 4 huko nyuma, yani bado sipati picha. Nikaona jamaa linaanza kulia. Nikaliuliza vipi? Akasema, mchungaji, miezi 4 ulifundisha kuwa waaminifu kwenye zaka, sikutoa zaka miezi 4. Nikamwambia hiyo ndio shida. Na nikamwambia na madamu umekaidi miezi 4, kama utageuka itapukutika hata miaka 4. Ndio kimbunga kimeanza hivi. Na nikamwambia leo sikuombe, nenda katubu kwa Mungu wako. Basi nilimwambia kwenye madhabahu. Kwa jamaa kumbe limeiba zaka miezi 4. Sasa kule mambo yamebuma, mchungaji niombe. Mchungaji, mambo yamekwama kabisa. Basi niombe. Weka mkono basi, weka mkono. Kumbe nini? Jamaa alijizi.
na ilimlazimu Mungu kuingilia kati, vinginevyo tungeng'ang'ana hapa mpaka kozi ingekauka. Baba, tokea kwenye biashara. Baba, nampiga yule alai. Kumbe alai anamfuga mwenyewe. Leo watakatifu wa Bwana.